Yesu asifiwe. Mimi sitasikia ile mikono ya kupongeza kisha uimbaji wameiva hapo. Hebu jamani tushangilie waimbaji wetu kwa Bwana Yesu awabariki sana. Sina mwana baba sababu kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Sawa, nasema nini? Nyingine ndani wetu mambo mengi ambayo hiyo katika hili kwa shuhuda nitakwenda kuonyesha tu watu wengi Mungu kwenda ambalo kwenda kuwatendea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo makubwa anazidi kunitendea. Kwanza tunapaswa kujua kulala na kuamka ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Namshukuru Mungu anazidi kunisaidia kwa vitu vingi. Tunatembelea magari yatengenezwa na wanadamu, lakini kwa ukuu wake bado wanazidi kutulinda pia. Zaidi sana katika kazi zetu tunakwenda huku na huku. Tunazidi kumshukuru Mungu pia, maana hata barabarani mna changamoto nyingi sana, tena sana. Lakini mimi ni mmoja wapo Mungu amekwenda kunipendelea zaidi na zaidi. Siwezi nikaeleza. Maana ninakwenda stage za masaa mengi huku na huku, lakini sijasikia changamoto yoyote ile. Bado anazidi kunishika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na namshukuru Mungu kwa kuwa nanyi kwa siku ya leo. Maana sikutegemea. Na shemeji yangu mahali pale labda ningesimama apepea hata kanisa. Amen. Nimefikia kwa shemeji yangu hapo nikamwambia mimi sijisikii vizuri jamani. Nahitaji, maana mimi ni mtu wa kanisa. Mimi ni mwanakwaya hapo Luisville. Yaani kwa uinjilisti nipo, kwa kuimba kwaya nipo. Kwaya yetu inaitwa Ebeneza Kwaya. Tumekuwa na mkutano hapo kwa uzinduzi wa kanisa, maana tulikuwa tukihudumia kwenye kanisa la Mlima Sinai kwa mchungaji Mabamba kama mnamjua. Tukatoka hapo, unajua kanisani mnakuwa baadhi ya changamoto kidogo, kama vile tumetoka kidogo na Mungu akatuwezesha tena. Tulipokwenda pale kweli Mungu alitusaidia pia, tukaanza huduma mahali hapo. Lakini kwa yote tu tunapaswa kumshukuru Mungu. Sasa mimi nazoea sana hapa. Ningehitaji watu wasogee ili tusaidizane jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Tusimame sote tumshukuru Mungu kwa pamoja. Jana wangu wote nimempa Bwana. Maisha yangu yote nimempa Bwana, nisiaibike milele. Amen. Nimempa Bwana nisiaibike. Oh, maisha yangu yote nimempa Bwana, nisiaibike milele. Amen. Maisha yangu yote nimempa Bwana, nisiaibike.
Asante sana, asante sana, asante. Barikiwe. Amina, amina. Haya, naona hakuna wapili, tunaendelea. Sawa, tusimame twende kumwabudu Mungu, twende na sifa maabudu kwa muda tulionao. Kanisa zima tusimame twende na sifa na maabudu. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame ili tuweze kumsifu. Amen. 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 Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo
Bwana Yesu asifiwe. Anastahili. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Anastahili. Mimi huwa nasema kwamba usipobarikiwa leo usubiri wapi? Usubiri mbinguni. Na wewe unasubiri mbinguni ndio utapata kubarikiwa. Basi muda tulionao tunataka tumsikie Mungu wetu usiku wa leo. Basi usikana na wengine ambao kuja nyumba kidogo kulingana na mazingira ya hali ya hewa, basi angalau wakaprofite kwa uwepo na vyombo vya sadaka viletwe. Basi tunataka uweni mwakiwetu wanaendelea kujiandaa mahali alipo na tunamtolea Mungu kile ambacho wamekwenda kutubariki katika wiki hii. Na piga ngoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tachonyo mamushika mwa wala mushika kuimana. Iya muchumino yeshika ino. Kuno tushile muonga wala wana koko yeshika. Waliane kushile wala kubichikira wala. Pesa mushika twalera mbono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu tuongoze tusaliane. Namona bana baombe nalinganya na engele chabitwa wele na yanalila
Mtumishi usiende, mtumishi mwinjilisti kutoka Kentucky, weka sadaka mikononi mwa Bwana na tusimame tumpe Mungu heshima zake. Asante. Baba wa mbinguni, Mungu wa kwetu tunakuita wewe. Una Baba, tumekwenda kuweka vitanda hivi katika mikono yako. Kuna vitunga vitatu. Kuna kitunga cha kwanza sehemu ya 10, na kuna shukrani, na kuna pamoja sadaka ya kawaida, lakini yote tumeyaweka katika vitanda vya mikono yako. Umejua kila mmoja wetu alikwenda kunyoosha mkono wake kwa ajili ya vitanda kama hivi. Ukasema Bwana, tusiingie ndani mikono mitupu. Na watoto wako huko wamekwenda makazini wiki kwa wiki, wakaona hapana Bwana, kama jinsi ilivyokwenda kusemekana tusiingie ndani mwako mikono mitupu. Kila mmoja wetu akanyoosha mkono wake kwa kila alichokwenda kukipata, lakini sio hivyo tu Bwana, lakini kwa yote tumekwenda kusema ni asante, na watawala walikwenda kukosa kwa siku ya leo ukawezeshe na kuonekania hata wiki nyingine Bwana kwa kutolea. Asante Mungu, ukawabariki wote walionyosha vitanda vya mikono yao, na hata waliokosa kwa ajili ya magonjwa, madhaifu mbalimbali, hata waliokosa makazi wametamani kutolea, lakini Mungu kwa ajili ya madhaifu na ukosefu wa kazi wangetamani hata siku moja ukawape nguvu na baraka, hata nao walikiwa kukutolea. Hata Mungu ukawape na kuwafungulia milango kwa wale waliokosa makazi wapate makazi, na wale kutolea siku moja, na wale waliokwenda kutoa siku ya leo ukawazidishie maradufu Bwana. Ni katika jina lako takatifu Yesu Kristo. Bwana, mahali sadaka itakapokwenda ukakwenda kumwezesha alikwenda kuichunga sadaka hii, maana vipengele ni vingi. Kuna huyo mwovu ndiye shetani. Sometimes Bwana ukasema ya kwamba na sadaka hizi Bwana ukazibariki kwa wale wanaokwenda kuzichunga, wazichunge mahali pema, ili tusikwe nizamu kwa kwenda kufanya kama Yuda, ila Bwana ukakwenda kutuhifadhi na utusamee, utupe mioyo ya ututolee mioyo ya Yuda, ili Bwana sadaka itakapokwenda kuhifadhiwa ikaikae mahali pema, na ifanyapo kazi ibarikiwe, ukaibariki kupitia jina lako. Na Bwana, tumeanza nawe, tumekusifu, tumekuabudu, lakini bado tumekutolea, lakini bado, na tunategemea kwamba hatua ifuatayo ukakwenda kutupa nguvu tusikilize ujio wako kama neno lako takatifu ndani yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai tukiomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Naamini kwamba tunakuwa katika mkao wa kula na tunaendelea kumsikia baba yetu kwa mwezi wote huu, anaendelea kusafuruza somo ambalo tunayo. Kwa hiyo tuendelee kumpa masikio yetu ili tuendelee kuwa pamoja naye anapoanza mpaka atakapofika tamati ya somo lake, tuwe na kitu ambacho tunaweza kukipeleka. Karibu mzee, na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa kweli naona ya kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Mkono wake unaendelea kuonekana. Kwa hiyo yeye anapenda sana katika hatua zote tuwe tunaendelea kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu ainuliwe sana. Ndiyo, najua kwamba leo ndio siku yetu ya 4, ndio kumalizia somo letu. Sababu nikiuliza tu pale, naamini tu kila mmoja
anaweza akasema ya kwamba tunajifunza kwa sababu tunajifunza neno fulani. Hebu tutasoma katika sehemu yetu ile tu ya waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 verse ya 13 na kuendelea 18. Walio tayari anaweza kusoma. Biblia inasema hivi, waraka wa kwanza wa Yohana 3:13-15. Na Mungu inasema, ndugu zangu, msitaajabu ulimwengu ukiwachukia. Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana tunawapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. 16. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. 17. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akimwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huduma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani ya huyo? Na nani anaonyesha? Watoto wadogo, usipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Nadhani somo letu linasema nini kama jinsi mnavyojua? Linasema nini? Linasema upendo. Asante sana. Na jua ya kwamba jinsi tulivyoanza somo letu tukasema ya kwamba mwandishi wa kitabu hiki cha ambacho tumekwenda kukisoma ni waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 verse ya 13 hadi 18. Tukasema ya kwamba mwandishi sio mtu mwingine bali ni yeye mwenyewe. Yohana ndiye ameandika kitabu hiki, na kwa sababu leo ni siku yetu ya kumalizia, ni lazima tukumbushe kidogo ambayo tunaweza tukaseme kama vile revision. Watu wa Kifaransa wanasema revision. Tulisema kwamba Yohana aliandika kitabu hiki akiwa pale Efeso, na muda wao alikuwa tayari mzee. Tukawahi kusema kwamba aliandika katika mwaka inazaliwa mwaka wa 80 hadi 85. Ndio baadaye nasema huyu aliandika akiwa mzee kabisa, kulingana na muda ambao Yesu Kristo ameondoka, ametuacha katika dunia hii. Sababu aliandika baada ya mwaka wa 80 au 85. Yesu ameondoka ndio akaandika. Kasema alikuwa tayari mzee. Hebu chukua hiyo miaka 80 baadaye. Na alitumika na Yesu akiwa kijana, kama jinsi tulivyosema kwamba yeye ndio ambaye aliyekuwa kijana miongoni mwa wanafunzi wake wote, na yeye ndio ambaye aliyekufa akiwa mzee miongoni mwa wanafunzi wote wa Yesu. Tulisema ile. Tukasema kuhusu walipata shida kwa sababu ya somo lake hili, jinsi alivyofundisha juu ya upendo pale Efeso. Akakutana na wale wa Gnostic, walimu wa uongo ambao walifundisha vibaya ya kwamba walisema kwamba haiwezekani Masihi aje katika mwili. Yaani walikuwa kama vile wanakufuru
injili ya Yesu Kristo, watu wale wa Gnostic, na kusema ya kwamba kila kitu kilikuwa najisi. Kila kitu ni najisi, vitu ambavyo vimeumbwa na Mungu. Basi hawa watu walikuwa wanasumbua sana, na kwa hiyo tukaendelea, kwa sababu tuko katika revision, hatutagusia kuingia kindani zaidi, lakini tunaenda haraka. Hebu tukasema huyu ambaye miongoni mwa wanafunzi wote, kwa kweli wanafunzi wengine walifundisha juu ya upendo, lakini huyu ndio ambaye aling'ang'ania sana juu ya upendo. Tukasema juu ya nini? Nikawa ninasema ya kwamba labda walimu mmoja wanasema ya kwamba kwa sababu yeye ndio ambaye aliyekuwa kipendwa zaidi na Yesu, sababu yeye alikuwa anasegemea tu Yesu, na inawezekana Yesu alikuwa anamzungumzia maneno mengine tofauti na wengine. Na katika ndoara wa Yesu ule wa ndani, yeye Yohana alikuwa miongoni, kwa sababu ndoara wake wa ndani walikuwa watu watatu hasa. Kulikuwa Petro, Yohana na Yakobo. Hawa ndio walikuwa ndoara wake wa ndani. Walikuwa na wanafunzi 12, lakini ndoara wa ndani, kama jinsi tunavyofundisha somo lingine la ndoara wa Daudi. Daudi mfalme alikuwa na ndoara wa ndani. Sasa pamoja na Yesu pia alikuwa na ndoara wa ndani, hasa hao watatu. Hata vipindi vile ambavyo yeye alikuwa akienda kuomba, utakuta wengine wanatengwa, lakini hao ndio ambao walikuwa wanamkaribia zaidi. Kwa hiyo hawa Yohana alikuwa miongoni mwa wale ndoa, tuseme ndoa watu wa ndani. Tukasema Yohana, kwa nini Yohana ng'ang'anie upendo, kufundisha upendo zaidi? Aliona nini? Anaona faida gani zaidi? Kwa hiyo tukaanza kuonyesha mambo yaliyosababisha yeye mpaka ang'ang'anie. Tukasema jambo la kwanza ni nini? Tukasema jambo la kwanza lilikuwa aliona ndani ya upendo kuna nguvu za nani? Za Mungu. Pale tukasoma katika waraka wa kwanza wa Wakorintho, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura 13 verse ya kwanza hadi ya 7. Tukasoma Wagalatia 5:22. Kwa hiyo tukaona ile. Pili, kwa nini ang'ang'anie? Pili tukasema aliona ndani ya upendo kuna uzima wa milele. Ndani ya upendo kuna uzima wa milele. Kwa hiyo ndipo tukasoma katika Injili ya Yohana sura yake ya 3 na verse ya 16, ambao huwa tunazoea kusoma ama kuzungumza. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, na baadaye akatuma mwana wake wa pekee, ili kila mtu anayemwamini apate uzima wa milele. Kumbe ndani ya upendo muna nini? Muna uzima. Ndio nikasema tunang'ang'ania huu uzima ambao ni wa kitambo. Nikaonyesha ile. Kumbe ndani ya Yesu, ukimwamini Yesu, una uzima wa nini? Wa milele ambao hauna kikomo. Ng'ang'ania kumpenda Yesu. Wewe ambao unaopenda uzima. Na kama unapenda Yesu, unamwamini Yesu, kwa kweli unapenda uzima. Unapenda mauti. Kwa sababu asemwamini Yesu Kristo, yeye ni maiti. Kama vile nani? Kama vile Adamu. Adamu wa kwanza yule. Tusiende huko kwa sababu tunaweza kuchukua mambo mengine. Tuone nyingine tulisemaje? Kwa nini kung'ang'ania? Tukasema kwamba aliona ndani ya upendo mtu anatoa uhai wake kwa ajili ya mtu mwingine. Tukasoma katika kitabu cha Yohana sura ya 15 verse ya 9 hadi 13. Mtu anatoa uhai badala ya ule mtu mwingine. Sura ya ajabu. Lakini niliwahi kuona watu wengine ambao waliokuwa wakitoa uhai kama vile Yesu. Wao kipindi hao wa Israeli walipofungwa huko Ujerumani. Wajerumani waliwatesa sana Waisraeli. Waliwaua sana Waisraeli. Angalia, walikuwa wanawaweka kwenye foleni. Wanawaweka
waweke Waisraeli kwenye foleni, ndipo wanaenda wanachagua yule ambaye atakayeuawa. Sasa kwenye foleni, sasa ikiwa mtoto wako anaenda kuchukuliwa ili aje akatundikwe hapa mbele, utakuta mzee anachukua nafasi, asema wacha mtoto yangu. Mtoto anarudishwa, yeye anaenda badala ya mtoto anaenda kutundikwa. Ile ukiona ile filamu utasema hao wanakopi tabia ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, wewe unaweza kujitoa hivyo? Nauliza swali, ikiwa mume wako anachukuliwa aenda kauawe, sasa msinioe mume wangu, mimi najitoa badala yake. Unaweza kufanya hivyo ama mwanaume kufanya kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya mke wako? Unaweza fanya? Ama mtoto kipenzi, mtoto tu ambaye umezaa, au kina mama wanaweza wakafanya hivyo kwa sababu wanapenda watoto sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuchukua mtoto yako na wewe ushakuwa mtu mzima, unaweza kwa wamoja, lakini sio hapa. Hapa. Okay. Asante sana. Kwa hiyo tukaona yule mtu kwa sababu ya upendo ule ambao unafanya hivyo, unasababisha mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya mwingine. Hebu tunaendelea. Tukasema ya kwamba alinang'ania kwa sababu nyingine nini? Aliona ndani ya upendo kuna kutanguliza wengine katika kazi ya Mungu. Tukasema katika kitabu cha Yohana sura ya 13 verse ya kwanza hadi ya 9. Baadaye Warumi sura ya 12 verse ya 10. Sasa kwa leo tunasema tena, kwa nini Yohana anang'ania? Hapo tunaona wanatuambia hivi, aliona ndani ya upendo ndipo tunaitwa wana wa Mungu. Haleluya. Hebu andika katika hili waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 verse ya 2. Hebu andika sasa hapo. Na nadhani tutasoma hapo. Nasema kwamba aliona ndani ya upendo ndio tunaitwa wana wa Mungu. Upendo ndio unasababisha sisi kuitwa wana wa Mungu. Hebu tunasoma, inasema hivi, tazameni ni upendo wa namna gani aliyotupenda Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Verse ya 2. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijalishi bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana na yeye, kwa maana tutamuona namna gani? Hapo dada wamalizie huko, kama alivyo. Tutamuona kama alivyo atakapodhihirishwa. Hebu Yohana anasema neno la ajabu hapa. Aseme ni upendo wa namna gani huo? Sisi kuitwa wana wa Mungu. Ni upendo wa namna gani huo? Unajua, kwa sababu ya dhambi tulikuwa tunatengwa sana na Mungu. Tulikuwa adui wa Mungu. Lakini kwa upendo wake, si kwetu sisi, kwa sababu hapa hakuna hata mtu mmoja ambaye amekwenda kuomba msamaha kwa Mungu, hakuna. Lakini kwa upendo tu wa Mungu. Jambo la ajabu sana. Ni upendo namna gani? Hiyo ndio ambayo tunaita neema. Mpaka sisi tuitwe wana wa Mungu, na ndio
anayeitwa mwana wa Mungu, ulimwengu unakuwa adui, anakuwa adui kabisa, anakuona ya kwamba wewe haufai, kwa sababu yale mambo yote ya dunia yote tunafanya nini? Tunayatia kando. Tunayatia kando kabisa. Tunaona kwamba ni kigeni kwetu, hayafai tena kwetu. Wana wa Mungu ni watu ambao wanakuwa sasa na nini? Wanakuwa na nia ya Mungu, wanatembelea katika misingi ya Mungu. Tutawatambua kwa matendo. Ukiona Bwana wa Mungu jinsi alivyo, anajisitiri kabisa vizuri. Hawezi kuwa kama jinsi mwinjilisti anayokuwa anasema hapa, na utakuta anaanza kuvalia huko hivi. Hapana. Ndio maana yeye mwenyewe ndio anasema hivi, ndugu zangu, msipende dunia na mambo yaliyo. Ukisoma katika Yohana huyu sura ya pili, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili 15, Yohana anasema nini? Anasema ya kwamba ndugu zangu, msipende dunia wala mambo yaliyomo. Mambo yaliyomo ni mambo mabaya, si mambo yetu tena sisi. Sisi ambao tulishapendwa na Mungu. Hebu hapa kuna lugha hapa, kama tumekwishaitwa wana wa Mungu. Sasa Yohana anataka kusema nini pale? Wote ambao walio wana wa Mungu ndio wale ambao Yesu mwenyewe anasema kaeni ndani ya. Hebu soma katika kitabu cha Yohana. Ndio ambao wanaalikwa. Sura 15 verse, soma pale zile verse ya 4. Ni Injili 15 ngapi? Nadhani verse ya 4, soma hapo. Tunasoma Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 4, maandiko yanashuhudia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake isipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema kwamba kaeni ndani yangu. Anajua ya kwamba tukiwa nje yake tutakuwa gari yenye kuwa na matatizo, tunaweza kuumiza watu. Na kuambia ya kwamba yeyote yule asiyekuwa ndani ya Yesu ndio wale ambao wanasumbua kanisa, ndio wanasumbua wana wa Mungu, ndio wale ambao wana majina ambayo yako tofauti na sisi. Utakuta mtu ambaye hayuko ndani ya Yesu ndio ambaye yeye kazi yake kumzinzi, kazi yake kutamani watu wengine, kwa sababu hayuko ndani ya nani? Ya Yesu. Unaelewa vizuri? Asiye ndani ya Yesu ni ndani ya matatizo ambayo yanaumiza watu, kama vile Paulo. Na kwambia Paulo alipokuwa bado hajakuwa ndani ya Yesu, aliumiza watu wa kanisa. Hebu soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 verse ya kwanza, unaendelea. Soma hapo tuone jinsi Paulo alivyokuwa bado kuwa ndani ya Yesu. Alikuwa bado hajakuwa na upendo wa Mungu. Hebu soma Mdo 9 ngapi? Ukaanzia hapo. Tunasoma Matendo ya Mitume 9 mstari wa kwanza, maandiko yanashuhudia. Ndio. Lakini Sauli akazidi kutisha na kuanza kuwaoa wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu mbele, akataka ampe barua za kuenenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. 3. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa akakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. 4. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? 5. Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndime Yesu unayeniuzi wewe. 6. Lakini simama uingie mjini. Maliza hapo. Maliza hiyo. 6 inasema, lakini simama uingie mjini,
nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia mtu Paulo. Tunajua kwamba Paulo kwa kweli tunamsifia sana, lakini mtu ambaye aliumiza sana kanisa la Mungu kwa sababu alikuwa bado hajakuwa ndani ya Yesu. Angalia, alikwenda moja kwa moja kwa nani? Kwa kuhani mkuu. Yaani Paulo, kama kulikuwa watesi wa kanisa, kama kulikuwa adui wa kanisa, Paulo alikuwa wa kwanza, kwa sababu alikuwa mwanasheria, mtu ambaye aliyekuwa anajua sheria sana. Utasema nini wewe mtu wa kanisa kwa Paulo, mwanafunzi wa Gamalieli? Tena Gamalieli alikuwa msomi sana, baadaye akafunza Paulo. Paulo akawa technician, yani alifunzwa na mtu aliyekuwa na elimu zaidi. Sasa Paulo naye akawa hatari. Wale Waisraeli wote walikuwa wanamkimbia Paulo kwa sababu alikuwa anajua sheria sana. Hebu sasa popote pale ambapo wanataja jina la Yesu, akisikia kijiji, Paulo anakwenda haraka. Aliomba barua kwa kuhani mkuu, nipe barua niende sasa kuwafunga. Yeye alikuwa anaua tu, wanawaleta gerezani na kuwaua. Akawa hiyo mission, anapata barua, anakwenda. Sasa angalia, ninataka kuwaambia hivi, ikiwa wewe uko ndani ya Yesu na mlozi anakuja kukuloga wewe, atakuloga wewe. Anamsumbua nani? Yesu. Si wewe uko ndani ya Yesu? Sasa kama uko ndani, sasa hiyo unasumbua nani? Kumbe Paulo alikuwa anasumbua nani? Yesu. Kipindi ambapo yeye alikuwa akiua kwa mitume, wanafunzi wa Yesu, alikuwa anasumbua Yesu. Sasa angalia, anaenda sasa, iko njiani na Yesu anamwangalia. Angalia upumbavu. Hivyo alikuwa kwanza pumbavu, baadaye upumbavu katoka. Paulo anakwenda, yeye anazali ya kwamba hivi leo watakoma. Sasa kufika njiani, mwanaume wa shoka akasema, Paulo, mbona unaniuzi? Hebu kuna swali hapo. Je, Paulo alikuwa anauzi Yesu? Swali si mjibu. Nitafundisha pale. Je, Paulo alikuwa anamuuzi Yesu? Ndio. Kumbe angalia. Wewe kama mlozi unakuja kusumbua mtumishi wa Mungu. Unasumbua nani? Yesu. Ukiacha kusumbua muamini, yule anayeamini kikamilifu, unamsumbua nani? Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nina historia ya ajabu mimi. Kuna watu mpaka kulinda mimi ni mlozi. Kamili huko. Mimi nawaambia kweli. Hakika. Walipenda. Kuna watu ambao wanajua historia yangu huko. Kamili ni ruhusu. Wanakwenda anafanya njama ya kuniangamiza. Lakini Mungu yeye usiku alipofanya vitu vya ajabu, walikuwa nani? Watu warefu. Mimi sijui, mimi nitoka mfalme nalala. Kutoka mfalme. Lakini walitimizwa huko usiku kwa kuonana asubuhi, wanaulizana. Fulani yupo? Fulani yupo? Kuna mmoja ambaye sema ya kwamba huwezi kumweza yule. Iko mlozi. Na kweli tu jinsi ilivyo. Sisi tuko juu ya walozi. Ikiwa unakuta wewe mlozi, sema ndio, mimi niko juu ya walozi. Kwa sababu niko ndani ya Yesu. Haleluya. Niko ndani ya nani? Yesu. Wewe sema ni laana kwako. Tangu leo mimi nawaambia, mwenye anaita mtumishi wa Mungu ya kwamba yeye ni mlozi na Yesu mlozi, laana kwako. Tuko. Utakufa ibada. Msitanie na sisi. Msituchezee. Tusisi angalia. Paulo ambaye kumbe Paulo alikuwa na uzi. Watu wa kanisa kumbe yeye alikuwa tayari Kristo. Mtaniuliza, Paulo alikuwa Kristo? Mkristo anaweza kuzuiliwa? Ndio. Paulo alikuwa Mkristo mwenye kuchelewa. Kama wengine tu wanavyochelewa. Wewe soma Galatia.
sura ya kwanza verse ya 15. Alikuwa Mkristo pasipo kujua. Anauza rafiki zake, ndugu zake. Kama jinsi wengine wanauza sisi. Na kwanza kutuita eti sisi ni walozi. Takoma kwa jina la Yesu. Soma Wagalatia sura ya kwanza verse ya 15. Inatuambiaje? Tunasoma Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 15, maandiko yanashuhudia. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Amen. Haleluya. Kumbe Paulo alitengwa tangu tumboni mwa nani? Sasa mtu ambaye aliyetengwa tangu tumboni mwa mama yake akawa anasumbua ndugu zake. Kumbe yeye alikuwa kibali tangu tumboni. Kumbe yeye alikuwa nani hivi? Alikuwa Kristo. Angalia watu wengi wanachelewa. Watu wengi wanachelewa kama vile Paulo. Ndio maana Yesu alikuja. Yesu alikuja kwa kusudi hilo ya kwamba watu shetani anawaweka katika kambi yake. Sasa Yesu alikuja. Lengo la Yesu kuunda kutoa watu katika kambi ya kunyanyaswa na shetani na kuwaingiza katika kambi ya nuru. Watu walikuwa wananyanyaswa katika kambi ya giza ya shetani, katika ufalme wa shetani. Sasa Yesu akaja lengo kutuondoa. Sababu ni kuchelewa tu, lakini sisi tulichaguliwa tangu asili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulichaguliwa tangu nini? Asili. Soma sasa ndio kumalizia. Warumi sura ya 8 verse 29 ndio tunamalizia hapa. Kumbe sisi tulichaguliwa tangu asili. Soma 28 Warumi 8. Inasemaje? Warumi 8:28 maandiko yanashuhudia. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuokoa. 29 nasema, maana wale walioijua tangu asili, walichagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alitujua tangu asili. Kumbe sisi sote tulichaguliwa tangu lini? Baada ya kuchaguliwa tangu asili, baada ya kutujua tangu asili, akatuchagua tangu asili. Na baada ya kutuchagua tangu asili, mfano ni kusema ya kwamba ili mwana wake awe mzaliwa wa kwanza kwetu sisi. Ndio maana ninasema hivi. Kuna watu ambao waliochaguliwa tangu asili wanachelewa huko. Sasa uinjilisti ndio kazi ya uinjilisti. Kwa wale waliochelewa huko nje, ni lazima waletwe hapa, kwa sababu walichaguliwa tangu asili kama sisi. Na Paulo alikuwa na uzi watu waliochaguliwa tangu asili. Yesu hawezi kukubali. Amen. Bwana asifiwe. Yesu hawezi kukubali mtu ambaye aliyechaguliwa tangu asili wewe mdozi umsumbue. Haitawezekana. Lakini sasa nakwambia hivi, kwa sababu ulichaguliwa tangu asili ya kwamba eti uendelee kutenda dhambi, utakoma. Ni lazima tutunze nini wokovu wetu ambao Mungu alitupa sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninakualika sasa uachane na dhambi. Usinang'anie mambo kama haya, kama vile uzinzi. Ni dhambi mbaya sana. Ndio. Unaweza ukasema kuna dhambi mbaya kuliko nyingine? Ndio. Dhambi ya uzinzi inasemekana hivi. Tuko malaya. Mungu uzinzi ndio tena. Bumalaya. Uzinzi ni dhambi ambayo inayoingia ndani ya nini? Ndani ya damu. Inaingia ndani ya damu. Na mtu aweze akafikie kutenda tendo la ndoa na mtu mwingine bila kupiga mahesabu. Ni mahesabu ndio hapo unapiga. Tena kitu kitatumika sana. Ndio maana Paulo anasema katika Waefeso sura ya 5. Anasema nini? Sio vizuri nyinyi kutajwa kwa mambo ya uzinifu wala maovu yoyote. Mwondoke! Sio mambo yetu tena sisi ambao tuko ndani ya nani? Ndani ya Yesu.
Yesu Bwana. Tuko watu wa nuru. Tuachane tena na mambo ya giza. Tulitangulia tangu asili. Tusiwe kama vile Paulo aliyekuwa anachelewa. Mimi siwezi kuchelewa. Nipo napambana na kazi ya Mungu. Napambana na kutoa. Napambana na kuhubiri na kufundisha. Napambana na kufanya mambo ya ovyo ovyo ambayo tunayoyafanya. Tunasitiri dini yetu. Tunakuwa smart. Tuna hofu na Mungu. Ndio jinsi Mungu anahitaji kwetu. Na Mungu awabariki neno lake. Yesu usishangae, ake Mungu furaha kubwa, kama shida na shaka hazitakuwa kwetu mbinguni. Hili neno na yale makofi ambayo yamepigwa havijafanana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Atawashirikisha wakati mkuu ya wewe tunapika piko na nasema tu. Sasa jamani, mimi sina muda wa kuanza kuingia. Mhubiri akasema hivi. Walimu wetu walisema hivi. Nije kuharibu tena vya watu. Kwa hiyo sije kusema sana, umesikia kila mmoja alianza, na mimi walio wengi tumeanza na mwalimu kuanzia mwanzo wiki ya 4 kama alivyosema. Anatupatia nini? Amini ndani yetu kuna kitu cha tofauti ambacho tumekwenda kukipata katika somo lake katika mwezi mzima ambao alikuwa nao. Naamini ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tuna kipindi kingine kilicho mbele yetu cha ushirika mtakatifu. Hiyo tutakwenda kumwalika mchungaji kiongozi kwa ajili ya kuendeleza huduma hiyo ya ushirika mtakatifu, na ubisheni na kupatia wimbo mmoja. Huu ni kukumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyosema kwamba fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Yaani tunasoma katika sura ya 14 ya Wakorintho wa kwanza na versi yake ya 27. Inatuambia hivi 27 inatuambia hivi: basi kila ulaye mkate huu au kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa tu tunasema hivi, kibali cha wewe kuparticipate kwenye meza ya Bwana. Hii ni meza ya nani? Ya Bwana. Kibali ni kimoja tu. Ujioji. Je, wewe ni kamilifu
niko sawa mbele za Bwana, kwa sababu sio meza mimi mwanadamu, ni meza ya Bwana ambaye iko tofauti na sisi. Yesu alikuwa mwanadamu 100%, lakini hakuwa mwanadamu kama sisi. Hebu unifuate vizuri hapo. Yesu alikuwa mwanadamu 100%, lakini hakuwa mwanadamu kama sisi. Inamaanisha ya kwamba Yesu alikuwa mwanadamu kama vile Adamu wa kwanza alipokuwa bado kukosea katika shamba la Edeni. Alikuwa mtakatifu, lakini sasa sisi tunakuwa na virusi kutoka kwa Adamu wa kwanza, kwa sababu yeyote anayezaliwa na mwanamke ana virusi kutoka kwa Adamu. Kila mtu ana virusi kutoka kwa Adamu, chembe kutoka kwa Adamu, kwa sababu kila mwanadamu alikuwa katika kiumbe cha Adamu wa kwanza. Sasa kwa hiyo kama jinsi nimesema kwamba Yesu alikuwa mwanadamu 100%, yeye alikuja na utukufu kwa sababu alizaliwa kwa mbegu takatifu. Mbegu takatifu tofauti na mbegu ya Adamu wa kwanza. Ndio maana yeye alikuwa mwanadamu 100% bila kutenda dhambi. Na kwa ndio maana sisi ambao tuna ile chembe ya madhaifu ya asili kutoka kwa Adamu, ni lazima tujione kwanza kabla ya kumega mkate. Tu watakatifu kama jinsi alivyo mtakatifu, basi ndio kibali cha sisi kumega huu mkate. Hebu tunakwenda na andiko kwa ajili ya kumega mkate. Baadaye tunasoma andiko kwa ajili ya damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunasoma katika kitabu cha Yohana, sura ya Mathayo, sura ya 26 verse ya 26. Mathayo ndio hao walipokuwa wakila Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Haleluya, amen. Tunaomba. Baba, katika jina lako tukufu, tuko mbele zako wewe ambaye wewe ni mtakatifu, na tuko mbele yako kwa ajili ya kukumbuka mateso yako, jinsi ulivyokufa kwa ajili yetu Bwana. Na ndio maana Bwana tunakuweka mkate huu ambao Bwana ni mfano wa mwili wako. Tunaomba ubariki. Na bariki sisi watumiaji. Kwa Yesu tunaomba, amen. Amen. Tunaendelea hapo usomaji. Soma, endelea sasa 27 hadi 28 kwa ajili ya damu. Ni hapo tu 26, 27, 28. 26, 28 ikasema. 27, 28 ikasema, akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Haleluya, amen. Haya basi tuombe. Baba, katika jina lako tukufu, asante Mungu wetu kwa sababu wewe uko pamoja na sisi. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunakwenda na kuweka divai hii katika mikono yako, ambayo Bwana inachukua mfano wa damu yako. Na kwa hiyo basi tunaomba Bwana, bariki divai hii na bariki sisi ambapo Bwana tutakwenda kukuitumia kwa ajili ya kumbukumbu yako. Kwa Yesu tunaomba, amen. Usiku kabla ya
Hiyo nadhani tunamaliza kipindi chetu. Labda ninaweza nikaulize, je, kuna mmoja ambaye hakubahatika kuhudumiwa? Tunaona watu walioshiriki ni watu 9. Miongoni mwa watu wengi, watu 9 tu ndio ambao wamekumbuka mateso. Inawezekana somo letu ndio ambalo limekubagua. Kujioji ni kitu kizuri sana. Lakini pamoja na hayo, kama haukushiriki, ina maana ya kama haujakumbuka mateso ya Bwana. Ndio tatizo. Ndio maana hao watoto wadogo wana kibali kizuri.
Unajua mambo ya madini haya yanazuia watu ambao wanastahili kuparticipate kwenye nini? Kwenye ushirika huu. Dini tu. Watu watakatifu wangekuwa wote hapa, nadhani wangechapa kukumbuka mateso ya Bwana bila shida. Na wana Roho Mtakatifu. Sasa tunaacha watu wa Roho Mtakatifu. Sasa wengine wanakuwa tu wanakuwa na hofu. Shida. Piga hatua kama una matatizo. Piga hatua. Sio mtu wa hofu. Piga hatua. Mungu anapenda watu wa hofu. Wale wana hofu ya kukimbilia kumkumbuka. Hapana hofu tena kurudia nyuma pale. Iko shida. Haya. Tungali karibu. Haya, kabla ya mchungaji wetu wa mahali kuingia kwenye nafasi, mimi natoa matangazo. Tangazo la kwanza hapa linasema Jumatatu, juma ijayo tutakuwa na mgeni hapa. Ambaye anaitwa kwa jina la Dr. Benjamin Ilunga Wilunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu nadhani bado hamjafahamu. Huyu ndio rafiki yangu, tulianza utoto naye sisi wawili. Tulikuwa tunaitwa mapacha sisi wawili. Tulianza tu wadogo tu yule. Pale kwetu Mundu, na tukafungua masomo yetu rasmi ya Biblia pale. Na baadaye wakati wa kukimbia, wale waliotukimbiza tukakimbia mpaka tukakimbilia pale Nyarugusu. Huyu Dr. Benjamin Ilunga Wilunga iko professor, international professor wa Biblia, ndio ambao tunatumika naye kazi hivi. Na atafika hapa, tutakuwa pamoja na yeye, atatuhudumia hapa na tutasikia neno la uzima jinsi lilivyo. Na kwa hiyo ndio maana nilikuwa mtasikia, sababu niliwahi kusema kwamba eti watu wasome masomo ya Biblia, na mtaenda kumsikiliza jinsi atakavyotoa neno la Mungu. Kwa hiyo ninawaalika, ninasema ya kwamba kama kuna watu wengine ambao bado wanachelewa, waje kwa wingi, waje wakasikia neno la uzima. Tutakuwa naye kama jinsi nilivyomwambia kwamba ninawaalika wote, watoto wangu wote wa imani, tuwe pale siku ya Jumamosi kwa kumuoesha mtoto wetu ambaye anaitwa Zawadi Ndara wa Byoko. Kwa hiyo ninawakaribisha wote pale. Kwa hiyo tujiandae kwa ajili ya kusikia neno la uzima kupitia Dr. Benjamin Ilunga Wilunga. Lingine na naweza nikasema kwamba kipindi watu wanakuwa na mgeni, ni lazima watu wafike mapema sana. Tufike mapema Jumapili ijayo. Tufike mapema. Sio mgeni afike kwanza baadaye sisi wenyewe hapa. Ni kichekesho. Lingine ni kwamba ile harambee ambayo niliyosema kwamba eti ingepita siku ya leo kufuatana na mazingira. Mimi ni kiongozi, kufuatana na mazingira jinsi yalivyo. Nikawa na hofu. Ikaona kwamba hapana. Atakuanza tusubiri, sababu tunapenda tukasaidia wale watu. Na tukiingia katika mazingira kama haya, basi inaweza kuwa chekesho. Kwa hiyo andaa kile ambacho tulikitoa leo. Siku rasmi nitawaambia kwamba juma fulani ndipo tunatoa kwa ajili ya kusaidia ndugu zetu waathirika. Wewe chunga tu. Tarehe 7 mwezi wa 3 tutakuwa na kikao. Makanisa yetu hapa Grand Rapids na Lessig, na tutakuwa pale Lessig na saa 4. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anajua ya kwamba yeye ni mwana baraza ya wazee, kwa hiyo ninakualika tu wote pale. Asante sana na Mungu akubariki. Karibu.
Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Naamini leo tumesikia na tumeelewa ni kwamba hasa kwa wale wanaojiandaa kwa ajili ya kuchukuliwa, watu wajiandae mapema kwa ajili tunajua usafiri jinsi ulivyo kipindi hiki ngumu. Basi ukijiandaa mapema, naamini saa 5 utakuwa umeshasogea katika mazingira haya siku hiyo ya Jumapili. Pia tunataka tuwakumbushe kuhusu mkutano wetu wa Pasaka ambao utakuwepo hapa kwetu. Naamini tutakuwa na wenzetu kutoka Lensi kama kawaida yetu, na ili iko tofauti kidogo kwa sababu ile bajeti ambayo tulikuwa tumeizoea imepanda kivipi. Mkutano wa Christmas ambao tulikuwa nao pale, kwa kweli ile Jumapili watu walikuwa wengi mpaka hazina ya protocol ikawa imetindikiwa, na hiyo inaonekana kwamba huwa tunakuwa na kawaida ya kupiga ya kutoa michango ya pesa 1,100, lakini tumeongezeka 200 ikawa 1,300. Kwa hiyo kila kanisa itakuwa na jukumu la kuweka 1,300 kwa ajili ya mkutano wetu wa makanisa yetu mawili hapa, na tena utakuwa hapa kwetu, na muda ndio hivyo unavyotupa mkono. Unajua mambo ni mengi, lakini katika pesa hizo ni kama vile kawaida ambazo huwa tunaweka pesa kawaida na chakula kinakuwa pembeni, na mnajua jinsi wewe unafanya kwa ajili ya chakula, jinsi tunafanyaga. Hiyo sina shida nayo kwa sababu ninajua tu ni siku moja tunakusanya, hiyo haina shida kwa chakula. Hata hii pesa 1,300 huwa tunaieneza. Kwa hiyo kuanzia sasa kila mwana wa Mungu yeyote anajua kwamba mimi naingiaka na biashara tofauti, basi kuanzia leo aanze kujiandaa kwamba dola 100 yake inamsubiri kuanzia hivi. Wiki ijayo anza kuleta, leo acha, wiki ijayo leta, hatuna muda wa kupoteza. Kwa hiyo hapa kwetu 1,300, Lensing 1,300, mkutano wetu utagharimiwa na 2,600. Hizo zitakuwa pesa tu na chakula kitakuwa pembeni. Kwa hiyo basi leo tuanze kujua kwamba mkutano unahitaji kuweka mchango wa dola 100 kwa kila mtu, na mchango huo tunajua halina shida hili kwa sababu tunafahamiana tu, hatuna haja ya kuumiza kichwa. Tampa mama yetu zoezi hili atasimamia vizuri kwa ajili ya kuhakikisha tunakusanya hizi hela za huu mchango wa mkutano, kwa sababu tumebakiwa tu na mwezi mmoja. Naamini tarehe 4, tarehe 5 za mwezi wa 4 ndio Pasaka, sio mbali. Kwa hiyo naomba, na imeongelewa kwamba ndugu wa protocol wamesema wiki kabla ya mkutano michango yote inatakiwa huwe imeshafika eneo husika, ili waje kuiona, waone nini kilichopo. Sio michango hiyo inafika ile siku ya ibada, inatakiwa ifike kabla ya ibada, wiki mbele. Wanaangalia nini kipo na nini ambacho hakijakaa sawa, naangalia namna gani ya kufanya. Kwa hiyo hilo naamini kwamba kila mmoja atakuwa na jukumu la kuweka dola 100. Basi ukibarikiwa 300, 200 kulingana na jinsi Mungu atakavyokubariki. Hiyo ndivyo ilivyo, na kama tulivyosema tuna mabadiliko kidogo ambayo tutayafanya kwenye mkutano, na mabadiliko hayo kulingana na mambo tulionayo. Uongozi umekwenda kuamua kwamba kwenye mkutano ile siku ya Jumapili itakuwa na sadaka ya changizo kubwa kabisa kwenye makanisa yetu hapa kwa ajili ya huduma tulionayo.
unajua huduma yetu iko inapanuka, inaenda huko Afrika, kazi nyingi. Kwa hiyo tutakuwa kuna lugha ambayo imezoeleka, tutakuwa na harambee hiyo siku yake ya Jumapili, ile siku ya mkutano. Andaa kile ambacho Mungu atakacho kubariki kwa ajili ya hii kazi ambayo Mungu ametupa. Kwa hiyo tutakuwa na sadaka ya harambee kwa ajili ya kufanikisha huduma ambayo tunaifanya. Yaani kwamba hili liko tofauti na hii ni ya huduma kwa ajili ya kufanya. Hiyo ni sadaka ambayo tutakuja kufanyika sasa hivi Jumapili. Kwa hiyo tusidhani kwamba tunasema mia tena na sadaka ni kawaida, lakini itakuwa harambee ambayo itakayofanyika kwa sababu kanisa yetu mawili hii hapa kanisa yetu mawili hapa Michigan itakuwepo hapa, ndio kutafanyika na sadaka hii. Hiyo hilo tunaanza kuandaa mapema ili uwe ukipata 10 unaacha 5, unakula 5, angalau hiyo siku usije mikono mitupu, kwa ajili itakuwa sadaka ya kihistoria tuliyoifanya kwa imefanyika sasa hapa kwa ajili ya huduma. Basi hilo ulijue namna hivyo. Kuna shughuli ambazo tunazozifanya. Naamini kwamba kiongozi ametangaza ile swala la kwake. Nitaka niseme tu, kuna wale ambao wanasema watalala wanaenda ile Ijumaa. Kama na wewe utajumuika na wale ambao watakaoenda Ijumaa, inawezekana usafiri kukusumbua, basi utawasiliana na kijana Faizi angalia namna gani kama unaweza ukapata usafiri kwa ajili ya kwenda kusaidia shughuli mbalimbali pale. Ile Ijumaa ya tarehe 27 naamini kuna watu ambao wataenda ile Ijumaa kwa ajili ya kwenda kulala kule kwa mzee. Kwa sababu hiyo basi naweza ikawa vizuri kama unaona wewe ile Jumamosi utakuwa unapata nafasi unaweza kaenda hiyo Ijumaa kwa ajili ya kwenda kusaidia angalau kuosha vyombo pale na huduma zingine kama za kufanya pale. Basi ukihitaji uende ile Ijumaa, basi umuone Faizi pale angalau kuangalia usafiri na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nataka niwaelezee kwa hiyo vijana wameshajipanga. Moyo biashara ni sana. Amen. Dai alaka ya sura leo nisema. Kwa hiyo uende hiyo Ijumaa. Kienda Jumamosi utakuta kila kitu kimeshaisha. Basi yani ana hilo watu kusaidia Ijumaa. Leo tumeshiriki watu 96 ndio watu jumla ambao tumeshiriki katika ibada ya leo. Kwa hiyo mama, hakikisha unakusanya ile kitu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasimama pale kwa ajili ya kae yetu. Hii kae yetu ndio ya kina mama. Kwa mama tu ndio kae yetu kwa nayo. Hii kae yetu na nani? Badala fedha ndio kama nayo. Kwa ajili ya mchango wetu sisi tulisema kina mama. Kina mama ni yule wote alishazaa. Ule wote alishazaa ni ya kina mama. Joka hii tuna mchango wetu tulizungumza siku yote ya kama leo ndio siku yetu ya mwisho. Sasa mchango wetu tuko na mkono wa kina mama. Na hii kae nayo ni ya mchango wetu wa kuangaliana. Ule wote ayatoa kwa ajili ya kuangaliana. Mchango wetu tunahitaji ile senati, kila mmoja anajua ayaitoa anapatia. Na hii ya huku ile yenyewe tunaomba 15 kwa kila mmoja akieneza akipandisha sawa. Tuko tayari kwa kuweza kupokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunapiga vijana kule, tunasimama kilicho mwanzo kinakuwa na mwisho.
Yesu ni wangu. Wakubaji uboka kabisa. Sikitiko, Yesu ameniaki. Mimi bale mimi mali Mwokozi karibu. Baba, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Na tukuomba, naomba ya kwamba uwe kwetu msaada mkuu. Utupe nguvu na tupa njaa na kiu cha kukutania hapa ili tupate chakula kutoka kwako. Baba, kwa damu na maji sisi wanadamu hatuwezi lolote, bali wewe mwenyewe utushukuru. Tunashukuru kwa chakula umetupigia, tumekula. Tunatukuomba ya kwamba kiwe ndani yetu, maana ndicho chakula cha kulia njiani utakwenda mbinguni. Baba, tunakuomba ya kwamba neno hili umeongeze neno lingine ili siku nyingine atufundishe. Baba, tunashukuru kwa yote. Tunataka kuondoka, tunahitaji popote tuendapo wewe mwenyewe ututangulie. Amani yako iwe pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tumanu.